Kwa majina naitwa Haruna Moshi, mhasibu wa mapato manispaa ya Kinondoni. Niko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na tozo au ushuru wa huduma kwa maana ya service levy. Ushuru wa huduma kwa maana ya service levy ni tozo ya kisheria iliyoanzishwa chini ya sheria ya serikali za mitaa na kuendelea kufanyiwa marekebisho 2015 mpaka kufikia 2025. Katika ulipaji wa ushuru wa huduma kuna makundi kama matatu. Kuna kundi la kwanza tunasema la wafanyabiashara wakubwa ambao wanakuwa na taarifa rasmi za kifedha. Taarifa rasmi za kifedha kwa maana ya kwamba wanaandaa financial statements, wana ZD report na wana VAT. Kundi la pili ni wale ambao unakuta wana ZD report lakini hawajafika katika viwango vya kusajiliwa VAT. Na kundi la tatu ni wafanyabiashara ambao hawana taarifa rasmi za kifedha kwa maana ya kwamba wao hawana mashine za EFD ambazo zinaweza kufanya watoe taarifa zile za ZD report. Utaratibu wa kulipa upoje? Utaratibu wa ulipaji wa ushuru wa huduma. Ushuru wa huduma unalipwa kila baada ya miezi mitatu, kwa maana ya kwamba mwaka wa fedha wa serikali unaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 30 Juni mwaka unaofuata. Kwa maana ya kwamba robo ya kwanza inalipwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mpaka tarehe 30 mwezi Septemba. Robo ya kwanza, miezi mitatu ya kwanza. Robo ya pili ni kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12. Robo ya tatu ni Januari mpaka mwezi Machi. Na robo ya 4 ni mwezi wa 4 ambao ni Aprili mpaka Juni. Kwa mantikio, kila baada ya miezi mitatu mfanyabiashara anatakiwa ajaze form ya declaration ambayo tunaita fomu inaonyesha kwamba mapato yake ni kiasi fulani, analipa VAT kiasi gani, kinachobaki ndio kinachajiwa 0.25, na malipo hayo analipa kupitia control number anayopata kutoka halmashauri au tuseme manispaa Kinondoni au kwenye mfumo wa Tausi anaweza akaomba moja kwa moja hiyo control number. Kwa wafanyabiashara wadogo wakati ambao hawafungi hesabu wala hawajasajiliwa VAT, wao wanatoa ripoti ya ZD report kwamba EFD report, mfano robo ya 3 ambao tunasema imeanza Januari mpaka mwezi wa 3, atatoa ZD report, kile amount ya taarifa yake ya mauzo ndio itachajiwa 0.25 ya mauzo yake. Kiasi kinachopatikana ndio analipa kama service levy kwa kupata control number kutoka manispaa au kupitia mfumo wa Tausi poto moja kwa moja. Wafanyabiashara wadogo ni wafanyabiashara ambao hawana taarifa rasmi za kifedha kwa maana ya kwamba hawana financial statement na wala hawana ZD report kwa maana hawana zile mashine za EFD. Wafanyabiashara hao hulipa kodi tunaita exemptive taxpayer. Wafanyabiashara wanalipa kwa makadirio. Kwa hiyo makadirio yao utaratibu ni kwamba watalipa shilingi 48,000 kwa mwaka kama kodi ya ushuru wa huduma wao kwa maana ya kwamba service levy. Kwa hiyo kila mfanyabiashara ambaye hana taarifa rasmi kwa mwaka atatakiwa alipe 48,000. Anaweza akailipa mara moja au anaweza akailipa kila baada ya miezi mitatu kwa maana ya kwamba shilingi 12,000. Na mtu asipolipa anaweza akasababisha akakumbana na adhabu na faini ambazo zisizokuwa za lazima. Kwa hiyo wito wa manispaa ni kwamba wafanyabiashara wote wanatakiwa walipe tozo hizo kwa wakati bila kushurutishwa. Na vile vile changamoto kubwa imekuwa kwa wafanyabiashara wadogo ambapo wengi wameonekana kwamba hawalipi tozo, kwamba hawana taarifa, lakini kimsingi wanatakiwa kutambua kwamba kwa kuwa ana leseni ya biashara yote alionayo, ili mradi ana leseni, anatakiwa alipe ushuru wa huduma. Na bahati nzuri viwango umewekewa kwamba anaweza kalipa hiyo 12,000 kila baada ya miezi mitatu au akalipa hiyo 48,000 yote kwa mwaka.